Rais William Ruto jioni ya leo amefanya mabadiliko katika wizara ya serikali ambapo baadhi ya makatibu wamehamishwa na wengine kuondolewa. Mabadiliko haya yanaonekana kuwapa nafasi zaidi wandani wa kinara wa ODM Raila Odinga. Kwenye mabadiliko haya, Edward Kisiangani ameondolewa kama katibu wa wizara ya mawasiliano, huko Belio Kipsang naye akihamishwa kutoka wizara ya elimu akibadilishana na Julius Bitok kwenye idara ya uhamiaji. Wengine waliobahatika ni aliyekuwa waziri wa afya Susan Nakhumicha, kama Stephen Leto anavyotuarifu. Kapilka za kutuliza mawimbi katika serikali ya Kenya Kwanza yanazidi kushika kasi, Rais William Ruto akifanya mabadiliko ya hivi punde serikalini. Ukuruba wa Rais William Ruto na kigogo wa chungwa Raila Odinga ukionekana kukolea, Caroline Karugu aliyeongoza kampeni za Odinga katika safari ya AUC amepanguswa jasho kwa kuteuliwa katibu wa masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya uchaguzi wa chama cha ODM Judith Pareno amefaidika na sasa atasimamia idara mpya ya haki za kibinadamu katika afisi ya mwanasheria mkuu. Na aliyesema safari ya Bamba ni machero kwa Fikirini Jacobs, safari imekamilika leo. Fikirini Katoi Kahindi, mzao wa kijiji cha Bamba eneo bunge la Ganze, amejua utamu wa chungwa baada ya kuteuliwa katibu wa masuala ya vijana katika kile kinachoonekana kama hatua ya Rais Ruto na mwendani wake Raila Odinga kuwatuliza vijana wa Gen Z. Huku Rais Ruto akiwa na kibarua kigumu kuwashawishi wa Kenya kukumbatia na kujisajili kwa mpango wa SHA, amelazimika kuleta nguvu mpya katika jumba la afya na kumteua Ouma Oluga katibu katika wizara hiyo. Aliyekuwa mbunge wa Wajir Kaskazini katika chama cha ODM Ahmed Abdisalan pia amepata nafasi katika serikali jumuishi. Aliyekuwa katibu wa idara ya mawasiliano Edward Kisiangani amejipata Solemba, nafasi yake ikikabidhiwa Stephen Isaboke. Kisiangani akiteuliwa mshauri wa rais katika masuala ya uchumi. Karen Agengo ameteuliwa katibu wa huduma za ustawi, huku Michael Lena Salon akiteuliwa katibu wa idara ya ugatuzi. Wengine walioteuliwa ni Jen Imbunya, Regina Akoth na Cyril Wagunda. Kwenye mabadiliko hayo, Julius Bitok sasa ndiye katibu wa elimu, Teresia Mbaika akikabidhiwa bendera ya idara mpya ya usafiri wa anga, Ismail Madei sasa ni katibu mipango maalum, huku Hari Kimtai akielekezwa kwa madini. Belio Kipsang si mwalimu tena, ameondolewa katika wizara ya elimu na sasa amehamishwa kushughulikia idara ya uhamiaji. Aliyekuwa waziri wa afya Susan Nakhumicha ameteuliwa mwakilishi katika shirika la UN Habitat Nairobi, huku Peter Tum ambaye alikuwa katibu wa michezo ameteuliwa kama balozi mjini Kinshasa. Stephen Leto, Runinga.